lakini vile vifaa ulivyovitumia pia unavipitisha kwenye moto ili wale vimelea waweze kufa, usiweze kuhamishia kwenye mashamba mengine. Lakini pia taasisi yetu ya utafiti wa kahawa iliyoko Maruku inaitwa TACRI, walifika hapa na wakapewa jukumu la kufanya utafiti wa mbegu ambayo ni kinzani na huu ugonjwa wa mnyauko fuzari. Mpaka kufikia mwaka jana walikuwa wanaifanyia majaribio, kwa sababu ugonjwa huu katika mkoa wetu wa Kagera ulianza katika wilaya za Bukoba vijijini, Muleba pamoja na Karagwe, na baadaye sasa ukaja kuonekana kwetu hasa hapa Kasange kwenye kitongoji chetu cha Kasange Kati. Kwa hiyo ile taasisi inafanya utafiti, mwaka jana wamefanya majaribio, mwaka jana 2025, tunatarajia mwaka huu tuweze kupata mbegu ambazo sasa zitakuwa na ukinzani, na ndio maana tumeshindwa kuleta vitalu vya miche ya aina nyingine kwenye kata hii ya Kirusha, na tayari tulishapeleka wataalamu wakulima 3 kwa ajili ya kwenda kuwezeshwa namna ya kuanzisha vitalu vya miche ya kahawa ili baadaye waje wazalishe zile mbegu ambazo ni kinzani na huu ugonjwa wa mnyauko fuzari. Na bahati nzuri hapa Kasange hapa, miongoni mwa wakulima waliopelekwa kwenda kujifunza ni pamoja na bwana mmoja yuko hapa anaitwa Jafari. Jafari yuko hapa. Na wengine 2 wako kijiji cha Mwivuza. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuzalisha miche ambayo itakuwa ni kinzani na huu ugonjwa wa mnyauko fuzari. Biashara ya kahawa unafanyika kwa njia ya mnada kwenye vyama vya ushirika, na chama chetu kikubwa cha ushirika kilichopo Ngara ni Ngara Farmers. Kwa hiyo wakulima wote tunashauriwa kuwa kwenye kile chama. Muda unapofika umevuna kahawa yako na msimu umefunguliwa kwa ajili ya kufanya biashara, huwa kuna vituo vya kukusanyia kahawa, na hapa Kirusha kipo, si ndio? Tunaenda kukusanya kahawa yetu pale ili baadaye iingie kwenye mnada, ufanyike mnada, mwisho wa siku tuweze kunufaika na mnada ule. Lakini sio kwenda kwenye nyumba kununua kahawa, hiyo hairuhusiwi. Wala gari linapita huko linakusanya kahawa linasafirisha kutoka nje ya wilaya, hiyo hairuhusiwi. Na ukikamatwa kuna faini, kuna kutaifishwa gari na kuna kufungwa mahakamani. Kwa hiyo naomba hilo tulizingatie sana. Lakini pia ndugu zanguni wana Kasange, naomba tuendelee kuzingatia huu mfumo wa minada. Ndio mfumo ambao upo wa serikali kwa sasa kwa ajili ya kuuza kahawa.